Ni siku ingine ambayo nataka tunene habari za Bwana asubuhi hii ya leo. Kwa maana tumepewa uhai, tumepewa furaha, tumepewa nafasi ya kuishi tena kama wanadamu. Na maandiko yanasema kwamba kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haleluya. Hivyo siku hii ya leo ambao Bwana ameifanya na amekupa ili ya kwamba ukue uhai na amekupa ili ya kwamba uweze kutembea ukiwa katika dunia hii ya hawa walio uhai. Ni siku ambayo Bwana ako na kusudi na maisha yako. Kwa hivyo kwa yote ambayo utakayofanya siku hii ya leo, Bwana Mungu na akuongoze, Bwana Mungu na akuelekeze, Bwana Mungu na kuonekanie katika njia zako. Yeremia asema katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wake wa 7, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye amemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya mto wa maji, ambao mizizi yake itakuwa imeingia hapo. Na inasema kwamba hataona hofu wakati wa hali japo, wala hatahangaika katika mwaka wa uchache wa mvua, wala hataacha kuzaa katika wakati wake. Na hivyo siku hii ya leo, wale ambao wanamtegemea Bwana, waliomfanya Bwana kuwa tegemeo lao, waliomfanya Bwana kuwa tumaini lao, hawatakosa kuzaa. Hata kama mambo yataonekana kuwa machache, hata kama itaonekana kana kwamba hakuna mapato mengi, hawatakosa kuzaa, hawatakosa kabisa kuzaa, hawatakosa kupokea mambo yaliyo mema ama kutoa mambo yaliyo mema, hawatakosa kuendelea na kunawili katika maisha yao, kwa maana Bwana atabaki kuwa ndiye tumaini lao. Ijapokuwa watu watalalamika hakuna pesa, ijapokuwa watu watalalamika economy imeenda juu, ijapokuwa watu watalalamika kwamba hapa na pale, lakini hao watu ambao wamemtegemea Bwana, wamemfanya Bwana kuwa kinga yao, wamemfanya kuwa tumaini lao, hawatahangaika. Hata kama hakuna mambo, hawawezi wakahangaika, kwa maana Mungu atawaonekania. Anakuwe ni wewe, Mungu akusaidie, Mungu akuonekanie, Mungu akupatie hicho unataka siku hii ya leo. Hapo ni siku ya Thursday, panapo asubuhi na hadi itakapofika jioni, Bwana akuonekanie na akupe kile unachokitaka katika jina la Yesu. Aongoze hatua zako, alinde maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Apige maadui zako upande wa kushoto na upande wa kulia, awapige mbele na awapige nyuma, awapige juu na chini, awaguse mbele zako, mpaka upokee hizo ahadi ambazo unataka, mpaka upokee hiyo ambayo unamuomba Bwana akupe katika jina la Yesu Kristo. Haya kwa uwezo wa Bwana, na ukafanikiwe ukapokee hayo ambayo unayoyataka. Wewe umfanye Bwana kuwa ndiye tumaini lako, umemfanya Bwana kuwe tumaini lako, tegemeo lako. Usikose hayo ambayo unayoyataka katika jina la Yesu Kristo. Tofauti sana na wale wategemea wanadamu. Maandiko yanasema katika hiyo Yeremia 17:5, amelaaniwa mtu yule ambaye amemfanya mwanadamu kuwa kinga yake, huku moyoni mwake akiwa amemwacha Bwana. Kuna watu ambao huwa wanamwacha Bwana. Usimwache Bwana wewe rafiki, usimwache Bwana wewe ndugu yangu, usimwache Bwana wewe dada yangu. Hata kama mambo itaonekana kama ni mazito aje, usimwache Bwana katika maisha yako. Wewe kijana, wewe msichana, wewe mama, wewe mzee, usimwache Bwana katika maisha yako, kwa maana watu wamwachao Bwana katika mioyo yao na wanawafanya wanadamu wape kinga yao. Hizo kinga zinapokuja kutigizwa, wanatigizikia hapo, wanatetemeshwa hapo, wanaondoshwa hapo. Lakini wakati ambapo Bwana anakuja kusimama na watu wake, wale watu wamfanyao Bwana kuwa tumaini lake, anapokuja kuwalipa, hawatakosa mambo mema, hawatakosa kuzaa katika wakati unaofaa katika jina la Yesu Kristo. Haya, siku hii inaikuwa nzuri kwako. Uongozi wa Bwana anakuandamana pamoja nawe. Bwana akulinde uendapo, akulinde ulipo. Bwana akulinde unapotoka kwako na unaporudi kwako masaa hayo mengine. Na Bwana akuwe pamoja nawe unaposhuka katika kitanda chako, na pia unapopanda katika kitanda hicho. Na wale wanaoenda safari hiyo zozote zile, za pikipiki, za gari, kwa mambo mengi ambayo utaenda kwa miguu, na Bwana akuongoze na akulinde katika safari zako, na Bwana akufiche ili kwamba maadui wa aina yoyote wasije wakakupata katika jina la Yesu Kristo. Bwana awalinde watoto wako endapo shule, Bwana awalinde watoto wako endapo na kurudi katika nyumba, kutoka shule kwenda manyumbani.
Bwana alinde shughuli zako zote. Bwana alinde moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Wewe unayepitia magumu na moyo wako na uko chini, Bwana na alinde moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Na habari hii inapokufikia, ujue kwamba Bwana huwatazama wale waliofujika moyo. Bwana huwatazama kama maandiko yanavyosema. Bwana huwatazama wale ambao wanafujika moyo, na hao wamtafutao kwa bidii wanampata. Hata unayemtafuta Bwana kwa jambo fulani, na ikwe hivyo katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hey, God bless you. Muwe na siku njema, muwe na siku ambayo imejawa na amani ya Bwana na imejaa na matumaini katika Mungu katika jina la Yesu Kristo. Hata nawe ambaye hauko kazi, uko tu online, unajitazamia tu watu wakitukanana, unajitazamia tu watu wakiongea mambo ya siasa, wengine wanaongea ya michezo, wengine wanaongea mambo ya comedy, wengine wanafanya mambo mengi. Sasa kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na akupe pia hata wewe riziki yako ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na kwa maana imesemwa hivyo, na ikue hivyo in the name of Jesus.